Hatimaye tena tunaunganisha katika episode ya pili tu pale ambapo tulishia katika episode ya kwanza. Basi kilikuwa ni kipindi ambapo binti ajikuta ameingia katika kesi nzito zaidi. Lakini Crown Prince alikuja kumtetea. Anasema Consort Yoe, hilo jina nimempatia mimi. Yeye anaitwaga Kela. Baba, umesahau kile kitu ambacho uliniahidi kipindi ambapo niliomba nipate nafasi ya kuweza kupumzika na mlembo. Huyu ndio yule ambaye kipindi kile ulinipa nafasi ya kuweza kupumzika naye. Kwa hiyo kwa sasa nimeshamtengenezea mwongozo kwamba yeye yuko upande wangu tu. Lakini pia ana talent kubwa sana ya masuala ya mavazi, uchoraji na kudansi. Basi binti ilibidi apige live. Kwa pointi zile tu binti akawa ameweza kuokolewa na Charlie kutoka kwenye adhabu ambayo angeweza kukutana nayo. Na baadaye aliweza kutoka pale akiwa salama zaidi. Anasema sasa nini ambacho anafikiria Kela. Kwa sasa binti ni kwamba ana kumbukumbu, hivyo hajuagi hata yeye ni nani na nini ambacho kilimleta katika ile eneo. Kumbuka alipigwa changa na mzee mzima Akie. Anasema nafikiri ni wakati mzuri sana wa kuweza kujadili mambo ya msingi. Aliweza kumuita mtu mmoja ambaye ana uhusiano karibu sana na bibia na kudai kwamba ni bora kwa wakati huu waweze kupoteza kile kitu ambacho kipo kwa ajili ya Kela ili isije kaja kuleta shida kwa baadaye. Tunaunganisha. Usiame tunagusa popo. Basi baada pale mambo yalienda kama yalivyoenda hivyo hivyo. Lakini sasa upande wa pili Charlie alalamika sana kwa mamake na kuona kuna pointi wanaweza kuzipoteza. Bwana mdogo aliweza kumuita mzee mzima ambaye aleta udako. Anasema wewe kiongozi wa mawaziri wote, mimi na jambo la kuteta na wewe. Haijalishi kama itakuwa ni feki au ni original. Hilo unatakiwa makini sana. Anasema umekosea kumuelewa babangu vibaya. Anasema mimi najua kila kitu ambacho kilitokea na najua juu ya kile ambacho mliweza kukiplan. Hivyo kwa wakati mwingine tu tengenezeni njia ambayo itaweka katika maisha ya usawa zaidi. Basi bwana mdogo aligundua kwamba mchezo mzima uliandaliwa na babake na binti. Hivyo alimpa onyo mzee pamoja na binti yake tu ya kwamba wakae mbali na yule binti. Era upande wa pili bwana mdogo akiwa anazidi kupiga shaba anakumbuka vitu vingi sana. Hasa ni bwana mdogo ambaye ni Prince Sajo Sion, yani ule Charlie. Achana na ule mwamba Kie. Anasema Kie ni nini ambacho ameweza kumfanyia ubibi. Mwamba yuko upande wa pili katika ile jumba lake huko. Anasema wewe endelea kufanya unachokifanya Sajo Sioni, lakini usijaribu kumgusa huyo binti kwa sababu ndakufanya kitu mbaya. Charlie akapiga alafu akamdaka mtoto. Sasa ukaribu watoa unaweza ukaleta shida kidogo kwa sababu mtaalamu yeye ndo ambaye anampendaga sana bibie na sio Charlie. Hata hivyo binti alimshukuru sana tu kwa kile ambacho aliweza kukifanya kuweza kumsaidia. Bwana mdogo Sajuni anaga mambo mengi sana. Sasa Charlie anamwambia pumzika wewe Sajuni, nahitaji kutoka hapa nikatete na mtoto Waambia Nuchi amechoka yuko hoi, lakini bwana mdogo ni kwamba bado amekaza. Sasa upande wa pili kwa mzee mzima ni kama kuna kitu ambacho kinapita katika kumbukumbu yake. Yani kuna njozi anaiota mfalme. Hii ni njozi ambaye analaumu sana kwa kila ambacho kiliweza kutokea kwa maisha ya wazazi wake. Alikuwa ni binti Kela kipindi kile. Sasa hii hali inamsumbuaga sana muda mrefu sana mfalme. Era upande wa pili binti alikutana na mtu fulani akampa ujumbe mmoja maalum sana. Aliambia kisha anatafuta nafasi ya kutoka katika ile eneo. Basi binti alikuwa anaandaa vitu fulani. Hii ni dai. Lakini ghafla kuna ujumbe pia kiliweza kupenya kwa mara ya pili. Mtu alikuwa ametuma ujumbe wa siri. Aliambia tafuta nafasi ya kuweza kutoka mapema sana katika eneo la Paris kwa sababu maisha yako yako katika hatari. Alikuwa ni Charlie ambaye tutakwenda kujua utambulisho wake vema zaidi. Wanamuita Master Yang. Basi binti kabla hajatoka alikuwa anahitaji apeleke kitu fulani hivi sehemu ambayo anaipendaga sana bwana mdogo Crown Prince. Huyu Charlie anapendaga sana masuala ya kuchora sana. Kumbuka sio Akie. Basi dogo aliingia katika kile chumba ambacho anafanyaga shughuli zake. Aliweza kukutana na rangi ambayo alipenda sana, lakini pia na ujumbe mmoja mzuri sana. Ila cha kushangaza ni kwamba baada ya kufunua pazia aliweza kumkuta bibi yake amejificha chini. Kuna hapa ndipo alipopata kumbukumbu zaidi. Alimkumbuka huyo binti kwa sababu ni miaka mingi sana imepita, kipindi ambapo babake alitaga kizaza na yale majanga ndo alianzaga kuingia kwa Charlie kipindi kile kutokana na kile ambacho
babake aliweza kukifanya mzee mzima Sajo Seong, kusambaratisha familia ya bibie. Charlie anasema vyote vilitokea tu pindi ambapo nilikutanaga na wewe. Sasa nini ambacho anamaanisha Charlie? Bwana mdogo alichange sasa. Upande wa pili huko mzee mzima Akie akaliki anataka aje kuweza kumsaidia bibie. Akamvuta Charlie. Anasema unaga nguvu ya kuweza kupambana na mimi. Anasema Akie, nini ambacho unafanya? Bwana mdogo ni mawino marangi zaidi. Ni kama kuna kitu kinaingia katika mwili wake. Binti asema macho yake yamebadilika. Sasa hii inamaanisha kwamba mtu ambaye ameingia sio yule wa mara ya kwanza. Binti alikuwa anamwangalia sana. Anasema nahitaji kuongea nawe kidogo. Anasema kwa sasa siko sawa, nahitaji kupumzika. Lakini binti alivyomwangalia kwa makini mtu huyo, alianza kuona kuna vitu vina utofauti sana. Ile jomba nyang'au Akie limerejea tena, ile mashine ya kazi. Anasema kwa saizi amekuwa tofauti sana. Hasa mzee hajuagi chochote ambacho mtaalamu Sajo Seong anatetaga na binti. Alipitia jumbe mmoja ambao ni barua ilikuwa imeandikwa na bibie, na hii barua ikimuomba tu mtaalamu aweze kubaki salama ni Clone Prince, ya kwamba binti kwa sasa anahitaji kuweza kutoka. Basi Enuchi anahakiki kama ni mzee mzima au ni Akie. Anasema mpumbavu wewe. Enuchi alichoka. Akasema ni Akie. Anasema kwa kila ambacho mmeweza kufanya sasa nyewe wawili wote ndawatuliza pembeni. Hao wote waligongwa adhabu. Yaani mzee mzima alipelekwa selo, alafu Enuchi naye kuna adhabu aliweza kupatiwa. Sasa majeraha binti alikuwa akijianza kwa ajili ya kutoka. Mzee mzima alikuja na kizawadi kidogo. Anasema kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana, nahitaji pia nikwambie. Mimi kuna kumbukumbu ambazo zinaingiaga katika mwili wangu. Kuna nafsi ambayo inasumbua sana mwili wangu. Sasa angalia mchezo ambao anaocheza Akie kwa kujifanya ni Clone Prince. Anasema kuna evil spirit, nafsi fulani hivi ya kishetani ambayo inasumbuaga mwili wangu, lakini kwa sasa anapambana kuhakikisha naipoteza nafsi hiyo. Basi kwa Pontie alianza kumuini binti taratibu tu. Kwa binti alikaa dilema, akaanza kugundua kwamba kumbe Clone Prince kuna nafsi inamsumbuaga. Anasema nafikiria anaenda kupambana na hicho kitu, na pindi ambapo mambo yatakaa sawa tapata nafasi ya kuweza kurejea kwa naye. Bibi anajiuliza vitu vingi sana. Anasema sasa ina maana Clone Prince kuna kitu ambacho kinamsumbua, lakini ghafla kuna mtu anamwambia usijaribu kuingia hapo. Ina maana unashindwa kumbuka hata kumbukumbu ya sauti yangu. Anasema we, kabla hajajibu kilitupwa kibanio. Mwanaume alikuwa mepesi zaidi. Alimtuliza binti, anamwambia Kelia, wewe tulia na uniamini mimi tu. Kuna mtu atakuja kukuua. Hakisha unatafuta nafasi ya kuweza kurejesha kumbukumbu zako kama unahitaji kurejesha maisha yako. Binti anashangaa mara huko Kelia alafu huko Consolation. Yaani majina mawili. Lakini pia ujumbe ulikuwa unamwambia pindi ambapo kumbukumbu zako zitarejea, hakisha unaweza kurejea sehemu ambayo inaweza kukupatia msaada wa kina zaidi. Mzuri ni nani? Sasa Akie upande wa pili kampiga loki mzee mzima Sajo Seong. Arambia mwili utakuja kuwa wangu tu, na mimi kuna jambo nahitaji kulitenda. Wewe tulia huko Charlie. Arambia Sajo Seong, wewe tulia usubiri kila ambacho anaenda kukifanya muda mfupi ujao. Lakini sasa upande pili kwa Enuchi aliweza kukutana na bibie. Na binti anamwambia nimesikia vitu vyote. Anasema kwa hiyo usiku ule hata yule mtu ambaye alikuwa pale akuwa Clone Prince. Ule ni mzimu wa Akie. Huyo waga ndo anamsumbua sana Clone Prince. Kwa hiyo sasa binti akapata kutambua kwamba kumbe mtu ule sio Clone Prince. Kwa kile ambacho kiliweza kuendelea, yeye Enuchi alimwomba kazi moja ya muhimu sana binti aweze kuifanya, kutana na mganga mmoja anaitwa Chungta. Lakini kabla binti hajafika, Akie aliweza kufika kwa mtu huyo kwa sababu alimsikia Enuchi akidai kwamba mtu ndo anawapatiaga msaada. Sasa Akie ni mazima, anahitaji kumfunga Sajo Seong ili aweze kuchukua nafasi ya maisha ya mtaalamu, aweze kutamba na binti. Sasa Akie anatoka, kuna vitu ambavyo aliambiwa na ule shamani. Anasema kuna kitu kinaitwa Bongsoman. Yaani hicho kitu ambacho kiweza kukila na baadaye tukifanya ukamilisho wa kitu hicho kitamfanya ule Charlie asije kurejea, na wewe basi ndio utaendelea kusalia. Lakini kuna kitu kimoja cha muhimu sana unatakiwa ukumbuke. Hakisha usikutane na binti, kwa sababu endapo tukutana na binti hiyo inaweza ikaja kuleta matatizo zaidi.
Lakini sasa wakati ule pia binti naye alikuwa amepewa mwongozo na Enuchi wa namna ya kuweza kufika kwa shaman mkubwa Yan Chungtai ili aweze kupata msaada wa kile ambacho kinaendelea katika eneo la Paris. Binti alimfikiria sana Mtsule, lakini anakumbuka aliambiwa juu ya habari za mtu ambaye anaitwa Ke. Sasa Chunta kumbuka anabadilikaga, mara wa kike mara wa kiume. Basi leo binti aliweza kufika na hapa alikuwa anamuomba sana msaada juu ya kitu kimoja cha muhimu sana. Lakini mwamba aligundua kwamba binti ni kwamba ameweza kupoteza kumbukumbu, yani mzee wa Vimbola Chunta. Anasema basi ngoja atengeneze nafasi ya kuhakikisha kama anaweza kusaidia kwenye hicho kitu ambacho anakiomba. Anasema kuna njia lakini hatujui njia gani ambayo inaimaanisha kama ataweza kumsaidia binti kwa kile ambacho ameweza kukiomba chali yangu. Wewe usiguse kidude, hizi mambo zinaungwa. Sasa chali yuko anavurugua vitu akiwa anatafuta kukamilisha kitu ambacho ameambiwa na Chungta, yani mkali yake. Usiguse kidude, tunaunga namna hii kibabe zaidi. Tulia hapo. Okay, basi tunaunga pale pale. Chali alikuwa anamsubiri sana Chungta kwa ajili ya kuja kukamilisha mission yake. Anasema lakini akisha anamkwepa binti, na binti kwa wakati ndo alikuwa anakuja. Sasa anashangaa Clone Prince anamkimbia. Binti akiwa upande wa pili ametulia sana. Kuna kitu ambacho aliongea na mzee mzima juu ya kumwomba msaada kuweza kurejesha kumbukumbu zake. Sasa majira ya usiku alijua Chungta anakuja, lakini alikuwa ni Zekila ambaye alikuja kuchukua maisha ya binti. Hata hivyo mtu huyo alitulizwa na visindano vidogo ambavyo hatujui nani ambaye alikuwa amevipiga. Kumbe ni mzee wa Vimbola Chungta ndio alikuwa amefika katika ile eneo. Alimpatia binti dawa ambayo itaweza kumsaidia kuweza kurejesha kumbukumbu. Alafu alikuwa anahitaji kusepa na mzee mzima. Basi mwamba baada ya kuona amefika mtaalamu Chungtai, moja kwa moja aliingia kwenye kazi maalum ambayo alipatiwa mwongozo tu ya kuhakikisha namna ambayo wanatengeneza kuweza kumuondoa kabisa Sajo Siuni na mwamba aweze kusalia katika mwili milele. Hawa jamaa kwenye masuala ya Vimbola, yani Wagojosoni ni hatari zaidi. Mambo yanapigwa namna hiyo. Isikilizia mambo hiyo, cheki mambo ambavyo yanachanganywa. Sasa Chungta kuna kitu ambacho anakifanya ni cha siri sana. Yeye lengo lake ni kuweza kumrudisha Clone Prince na kumtoa mshikaji pasipo mwamba kuweza kutambua. Baada ya kidogo binti aliweza kuinuka, lakini sasa ndo kumbukumbu zinarejea. Anagundua yule aliyekuja alikuwa ni Master Yang, ndo alimpa ile siri ya kwamba makini sana. Na yeye kumbe alikuja kwa misheni moja tu ya kuhakikisha anaweka mambo yanakuwa sawa, ya kumchomoa Sajo Siong, yani mwamba ambaye aliingiaga kibabe akidai kwamba Satani ya kwake. Ena binti ameshaweza kurejeza kumbukumbu zake. Lakini pia upande wa pili sasa katika daraja hili binti akiwa anaambamba anamuona mzee mzima. Lakini kitu ambacho kipo katika akili ya binti ni kwamba mtu huyu ndo alihusika kuweza kumtoa kumbukumbu ili asiweze kutambua mambo mengi sana, na mtu ndo alikuwa anahitaji kumfanyia kazi, yani kuweza kumchomoa, yani kummaliza. Mambo anasema kuna kitu gani ambacho kina shida kwa wakati kigoli. Binti alikuwa anavunga mvungo tu, lakini tayari kuna kitu kilikuwa kimejengeka sana katika akili yake juu ya kile ambacho kiweza kutokea. Anasema mama G, baba G. Basi huku Vimbola vinazidi kusonga tu, lakini pia kumbuka sound ambayo kuna mitamboni ni sound ya Mgojosoni, sound ya Bai, sound ya Faru DJ. Wajomba kwa walipambana, sasa hatujui nini ambacho kilitokea. Lakini sasa Chungtai alimwomba Enuchi Go aende kukagua kitu kimoja kama Clone Prince ameweza kurejea. Basi binti na kakisu chake tu anakumbuka kumbukumbu ya babake. Ndio alimpatiaga hiyo mambo kipindi kile katika episode ya kwanza tu. Anamwambia Kila hakikisha unamaliza kazi yako. Basi binti majira usiku alikuwa anahitaji kuweza kukamilisha jambo moja la muhimu sana. Huku the king anakula bata, lakini sana anapataga njozi za ajabu sana, yani anapata wenge. Binti ndo anagundua kumbe mfalme anaishi maisha ya tabu sana kwa kile ambacho aliweza kukifanya. Njozi zake zimeweza kuwa za shida sana. Lakini pia watu ambao wanamsaidia ni mke wake na ule mtoto ambaye ni Clone Prince. Basi majirani usiku binti alihitaji kufika department kitengo katika ngome moja kubwa sana. Huku ni sehemu ambayo ndo alitokeaga bibie. Anamuona Halang, yani ule mwamba ambaye alikuwa naye kwa karibu sana, lakini pia bila kumsahau Master Yang. Anasema siwezi kurejea hapa pasipo kuweza kukamilisha kile ambacho mlimwagiza.
어찌하여 자격집단. Anakumbuka mambo yote bibia, na kwa sasa kumbukumbu iko sawa zaidi. Basi alfajiri ilipofika, mfalme bado alikuwa anapata maumivu, lakini binti alisema anaweza akamsaidia kumpatia msaada kwa kile ambacho anakisikia. Lakini sasa unaambiwa huyu Queen Mazo alikuwa na roho mbaya sana kutamani binti aweze kumsaidia, lakini mfalme alisema anaomba aweze kupatiwa msaada. Binti alimbonya mzee mzima. Mwamba akaanza kujihisi mbona yuko sawa. Anasema ni wapi umejifunza masuala ya medicine? Anasema utangia akiwa mdogo alikuwa ni vitu ambavyo anavipenda. Binti aweza kumwambia mkali. Anamwambia ulijuaje udogo wangu? Anasema nifanye kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Binti anasema niliambiwa kila kitu kuhusiana na wewe. Anasema tofauti yetu kumbe ni joto. Basi nikague. Mwamba akakaguliwa. Binti hivyo kagua, anasema kwa sasa siwezi kupata majibu kwa sababu naona uko katika hali ya kawaida zaidi. Huyu mzee mzima kuna kitu ambacho alihitaji kuprove kama binti ana kumbukumbu au wana. Alikuja katika eneo moja akadondosha kitu kimoja maksudi, binti akaweza kukikota kile kidani. Basi binti baada ya kuweza kuokota kile kibao, anakumbuka mtu ambaye alimshambulia alikuwa na alama ile. Agundua kumbe ni mzee mzima ndo alihitaji kuweza kumpoteza. Sasa anajiuliza ina maana Master Yang naye alikuwa ameungana na ili swala ambalo lilitokea. Lakini sasa upande wa pili kwa mzee mzima anasema aigo, akijua kwamba kwa sasa aliyerejea ni Akie. Kumbe bwana kile kimbola chake kiliweza kufanikisha mambo ya kakasa. Anasema sio Akie wewe. Basi nimefanya kazi njema zaidi, nahitaji pongezi. Anasema mimi nimekufanyia kila kitu kuweza kurejea katika hali yako. Anasema hasa vipi na kumbukumbu za consult on? Anasema hizo nimeweza kurejesha, lakini kuna kitu siwezi kuambia. Mzee mzima aliwatoa kule akawaleta sehemu nyingine. Mzee wa vimbola Chungta anambia sasa mfalme unatakiwa kumbuka kitu kimoja, yani huyo Crown Prince. Anasema kama mbali na yule binti, kama unahitaji kufikia safari nzuri ya maisha yako, na kisha unamtoa yule binti katika eneo la Paras. Tofauti na hapo mambo yatakuwa magumu sana. Sasa Charlie atafanikisha kweli kukubaliana akae mbali na binti kadi ya Chunta alivyomwambia, au nini ambacho kinajiri? Tukutane katika episode safi na ufuata ili kujua nini ambacho kitajiri. Kumbuka burudani bomba zaidi yanatokea Department Gojo Sony pale chini ya baba ndo nakuletea mzigo ukiwa pelu zaidi. Tukutane katika episode inayofuata kujua je, Mwamba atafanikiwa kuweza kumdhibiti Akie asirejee tena, au Akie kuna namna atatafuta kuweza kurejea. Hii hapa inatokea Gojo Sony Empire. Ndese chao. Kamsamida. Wow.